Naam, katika kuadhimisha wiki ya wateja duniani, benki ya NMB tawi la Korogwe imeandaa cocktail party na kualika wateja na wadau mbalimbali wa maendeleo ndani ya halmashauri ya mji wa Korogwe na halmashauri ya wilaya ya Korogwe. Awali akizungumza na Amashi TV, meneja wa benki ya NMB tawi la Korogwe, ndugu Frankie Kilasi, amesema lengo la kuandaa hafla hiyo ni kujenga mahusiano mazuri na wateja wao na namna walivyojipanga kuwahudumia wateja wao pamoja na namna walivyorudisha kwa jamii kwa kuigusa moja kwa moja sekta ya elimu, ambapo pia katika hafla hiyo wamekabidhi vitu mbalimbali kwa halmashauri zote mbili za wilaya ya Korogwe, ikiwemo madawati, meza pamoja na viti vya kukalia wanafunzi, masinki kwa ajili ya ujenzi wa vyoo pamoja na simenti. Kwa hivyo basi, kwa wiki hii ya huduma kwa wateja tunawakaribisha, lakini tunawakaribisha muda wote muendelee kupata huduma zetu. Zile changamoto ndogo ndogo mnazozipata au changamoto zozote mnazozipata, mnaweza mkaonana na wafanyakazi wetu. Yeyote utakayemuona katika tawi letu, basi pita, toa changamoto yako uweze kutatuliwa. Usijisikie vibaya, usiondoke na kinyongo, usiondoke bila kusema kero yako, kwa sababu kwetu sisi feedback ni faida. Kwetu sisi feedback ni unakuwa umetusaidia. Ukituambia kwamba hatujakuhudumia vizuri au kuna kitu fulani ambacho hujaridhika nacho, inatusaidia katika kuboresha huduma zetu. Mtajionea wenyewe kwa muda huu wote kumekuwa kuna mabadiliko makubwa sana ya kihuduma katika tawi letu, lakini pia katika NMB nzima. Hii yote ni kutokana na sisi ni huduma tumekupata. Tumetoa madawati 50 na viti 50 kwa shule ya sekondari Lutindi. Kwa hivyo leo tutatoa sample ya kukabidhi viti na meza. Lakini pia kama wafanyakazi wa NMB Korogwe tumewiwa pia kutoa mkono wetu kwa jamii iliyotuzunguka. Hivyo basi tumetoa mifuko ya simenti kwa shule ya primary ya Zungat kwa ajili ya wale pale nao walikuwa na ujenzi wa choo, sisi tumewachangia simenti. Lakini pia shule ya msingi ya Lutindi nao wamenufaika. Tumewapatia masinki ya choo kwa sababu tulikwenda tukatembelea tukaona wana ujenzi wa vyoo, lakini walikuwa wamekwama masinki. Kwa hiyo pia tumetoa masinki ya vyoo kwa shule ya msingi Lutindi. Lakini pia tunaendelea kama kawaida, benki ya NMB kila mwaka inatoa 1% ya faida yake kwa ajili ya kurudisha kwa jamii. Aidha, kwa upande wake mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Korogwe Bi Mwashabani Mrope ameipongeza benki ya NMB tawi la Korogwe kwa kuandaa hafla hiyo. Mimi nawashukuru sana NMB pamoja na wote kwa ajili ya jioni ya leo. Ni vizuri sana, ni rejesho zuri kwa sisi wateja wenu. Kwangu mimi hili ni la kwanza tangu nimefika Korogwe. Asanteni sana NMB, asanteni sana NMB Korogwe. Tukiwa tunasherehekea wiki ya huduma kwa wateja, niseme ukweli wa dhati ya moyo wangu kabisa, NMB Korogwe, you are doing, and this is very serious. Mara nyingi mimi nimefika NMB kama Mwashabani, sifiki kama mkurugenzi. Manager watu tunakutana nikiwa natoka, ulikuwepo? Yes. Lakini mnahudumia watu bila kuangalia vyeo, sura wala majina. Mimi na siasa taasisi zote zilizopo Korogwe tuige customer care NMB. Naye mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Korogwe ndugu Goodluck Mwangomango ameeleza namna alivyoguswa na kufurahishwa na hatua ya benki hiyo ya NMB tawi la Korogwe kuandaa hafla na kuwakusanya wateja wake kwa pamoja, ikiwa ni pamoja na kuwashukuru kwa kuigusa sekta ya elimu kwa kutoa vitu mbalimbali. Katika watumishi wote 2500 karibia watumishi 2300 wanahudumiwa na benki NMB. Hatujawahi kusikia malalamiko kutoka kwa watumishi wetu, wala hatujawahi kumwona mtumishi anakuja kuomba kuhama benki au kuhamisha mshahara au huduma nyingine za kifedha. Lakini sisi wenyewe kama taasisi ya halmashauri tunahudumiwa pia na benki NMB. Akaunti zetu ziko hapa, makusanyo yetu ya fedha tunakusanyia hapa. Hatujawahi kupata malalamiko tukashindwa kufanyia kazi kwa benki hii. NMB Bank imekuwa sehemu kubwa ya wadau ambao mnafika pale ambapo serikali tunakuwa muda mwingine hatujafika kutokana na upungufu wa resources. Kwa hiyo
Nayo tunashukuru sana, na nadhani leo nimesikia hapo tutaona pia kwamba tutashuhudia hili ninalolisema. Mimi fursa hii kuwashukuru benki ya NMB kwa kutenga sehemu ya fedha yenu ambayo ni 1% kitaifa na kuitumia kugusa makundi katika jamii. Na tunashukuru kwamba mmegusa kwenye eneo la huduma za kielimu. Tuna shule 147 za sekondari za msingi na za sekondari 34, na uhitaji ni mkubwa kwa vitu kama hivi hapa. Kuwa sehemu ya kutatua changamoto ya mahitaji katika haya mashule ni jambo ambalo linagusa vijana wetu moja kwa moja na jamii kwa ujumla. Kwa sisi tunawashukuru sana ambazo mmeguswa, na tunaendelea kuonesha ushirikiano kwenu kwa sababu tunajali pia. Naye mgombea ubunge wa jimbo la Korogwe Vijijini kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, ndugu Timotheo Mzava, alikuwa na haya ya kusema. Kweli tunawapongeza NMB na NMB Korogwe kwa huduma nzuri ambazo zitoa. Mimi ni mteja wa benki ya NMB, lakini pia wananchi wangu ndio wanaohudumiwa na benki ya NMB. Kweli mnafanya kazi nzuri na sisi wote tunaifurahia kazi yenu. Tunawasihi muendelee kuifanya kazi hiyo nzuri. Na tukisema mnafanya kazi nzuri, hatubahatishi wala hatusemi ili tuwafurahishe. Tunasema kwa sababu ni kweli mnafanya kazi nzuri sana. Ukitaka shuhuda za namna ambavyo NMB Korogwe wanafanya kazi nzuri, ziko nyingi, muda huo hautoshi kuzitoa. Lakini moja tu ni hii ya leo, wanajua namna gani, vitu gani wateja wao wanataka. Hata wakati ingia niliona meneja anamnong'oneza Amasha, anamwambia maoni ya kina mbunge na wakurugenzi mpelekee maiki kule kule. Kwa nikaelewa anajua wateja wake wanataka nini. Meneja aliona vumbi lilo kwenye viatu vya mbunge ndio kwenye kampeni, nikaenda pale akinipiga picha zikienda huko mtaani watanizalilisha. Akaona na maiki hii ni sehemu ya kujua wateja wako wanataka nini na namna gani uweze kuhudumia. Kwa meneja nakushukuru sana. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Korogwe Mheshimiwa William Mwakilema, kaimu mgeni rasmi katika hafla hiyo ambaye pia ni afisa tarafa wa tarafa ya Mombo ndugu Alex Muhando amesema, kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya tunaendelea kuwakumbusha kwamba leo tunaungana na NMB kuwaomba kama wateja tuendelee kupata huduma kwa NMB, lakini tuendelee kuunga mkono serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais Kipenzi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambayo kupitia serikali hii nchi yetu inaendelea kuwa na amani na utulivu, na huduma kama hizi zinazotolewa na taasisi zetu za kibenki na taasisi nyingine zinafanikiwa na zinafanya vizuri, na ninyi wateja mnafurahi kutokana na utulivu na amani inayoongozwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sisi kama serikali tunathamini na kutambua mchango wa taasisi zote za binafsi na zile za serikali na wadau wote wa maendeleo. Tuendelee kushirikiana katika kuhakikisha tunasukuma gurudumu letu la maendeleo kwenye wilaya yetu ya Korogwe. Hongereni NMB. Nikiripoti kutoka hapa benki ya NMB tawi la Korogwe iliyopo hapa halmashauri ya mji wa Korogwe mkoani Tanga, Elisante Fungameza wa Amashi TV.